nzito sana kuzungumzwa na kocha wa Rais wa Young Africans, tena inakwenda kwa kijana mdogo kama Sugar Boy Abushiri, miongoni mwa kauli ambayo huenda imetrendi zaidi kuliko hata ushindi wa magoli 4 ambayo timu ya Rais wa Young Africans waliweza kupata dhidi ya JKT, kwa sababu ni kauli ambayo imezungumzwa na mwalimu mzoefu, mwalimu mwenye experience kubwa, mwalimu ambaye kwa sasa ameitengeneza Rais wa Young Africans kuwa team special, timu ya tofauti kabisa ya namna ambavyo inacheza ndani ya kiwanja. Kwa hiyo ukijaribu kutazama kwa namna ambavyo ameizungumza ile kauli, je, ni kauli ambayo ina effect kwa kiwango gani, ama inaweza ikamtoa shimoni ama ikamdidimiza kabisa shimoni kwa kiwango gani? Kwangu mimi nimeangalia kauli hii kwenye positive way and negative ways. Nikiangalia kwenye positive way, kwa maana kwenye uchanya wake, mwalimu anataka kumuona Sugar Boy anacheza zile fundamental principles za mpira. Yani anatamani kumuona asiende nje na kanuni za mpira ambazo mchezaji mkubwa especially anayecheza kwenye kikosi kama Rais wa Young Africans anatakiwa kuwa nacho. Sasa tunaposema fundamental principles, mchezaji lazima uwe na uwezo wa kucontrol mpira vizuri, usiweze kuondoka. Mchezaji awe na uwezo mkubwa wa kudribble, kwa maana kufanya dribbling vizuri kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine, kwa maana ama kutoka kwenye flanks moja kwenda kwenye flank nyingine. Misi mchezaji anakuwa na uwezo wa kurotate kwenye principle za football. Misi zinamtengenezea mazingira makubwa ya yeye kuwa bora. Lakini kwenye principle kuna kitu kinaitwa player support. Wachezaji mnasupportiana kiuchezaji. Ndio kanuni ya kucheza mpira. Ni guideline ambayo mchezaji akiitengeneza inampa wakati mzuri sana wa namna moja ama nyingine wa kuperform. Sasa ukicheza kwenye principle ama fundamental principles za kucheza mpira, maana yake nini? Kuna nyakati utatoa pasi zeni, utaomba na wewe utasaidiwa pasi nyingine, lakini pia mtaiona ile teamwork, kwa maana kwamba timu itakuwa na link up, itakuwa na uwezekano mkubwa wa kuoanisha mahitaji baina ya viungo kwenda kwa wachezaji wa pembeni, na moja kwa moja itakwenda kutengeneza mazingira makubwa kwenda kwa wachezaji wa mbele. Jambo la kwanza nataka mchezaji huyu alifanye hilo. Lakini la pili, kwenye eneo la positive, nikawa naona of course mwalimu anatamani zaidi kumuona Sugar akitumia miguu yote miwili kuisaidia timu, kwa maana analazimika kutumia miguu yote miwili. Zipo nyakati ambako anaweza akawa yuko kushoto, lakini anaweza akautawanya mpira kurudisha kulia. Unajua mchezaji mzuri kwenye timu kama Rais wa Young Africans lazima uwe na uwezo wa kutumia miguu yote miwili, both legs, ili uweze kuwa na stability ama kuwa na stamina, ama uwe na excellent ya uchezaji wako ndani ya pichi, ili uweze kuonekana ni mchezaji ambaye ni tofauti, kwa lugha ya kisasa ambayo mjini wanasema